Mei 3. Jumamosi, mwaka wa 2025. Zungumza kuhusu Injili pekee, Wagalatia 1:7. Wala si nyingine, lakini wapo watu wawataabishao na kutaka kuigeuza Injili ya Kristo. Lazima ujue jinsi laana na baraka zinavyoonekana wakati unatazama Biblia na historia. Haupaswi kupitisha laana kwa watoto wako na vizazi vijavyo. Watu wote wameanguka ndani ya mikakati 12 ya Shetani na watu wanaendelea kusema kuhusu mambo mengine mbali na Injili. Wewe, kwa upande mwingine, haupaswi kuwa kama vile na badala yake zingatia tu Injili. Hakuna janga au mamlaka yanayoweza kuikomboa Israeli kutoka Misri. Ni damu ya Yesu Kristo pekee iliyowakomboa Israeli kutoka kwa laana na majanga yote. Hatima inaweza kupinduliwa na Injili peke yake. Kwa sababu wanadamu hawawezi kufikia wokovu peke yao, lazima kwanza warejesha kitambulisho chao na mamlaka kama watoto wa Mungu. Hiyo ndiyo Injili. Ikiwa ndivyo, unapaswa kufanya nini kuanzia sasa? Moja. Anza misingi 5 katika mikoa yote. Lazima ufanye darakbang, ambapo majibu ya upekee na uumbaji upya yanakuja. Huduma ya timu, ambapo unaleta uponyaji kwenye mikutano yako. Nyumba ya misheni, ambapo nyumba yako inakuwa kambi. Kanisa maalum, ambapo sehemu yako ya kazi inakuwa mahali panapookoa watu. Na kanisa la mkoa, ambapo batizan kamili huanzishwa katika maeneo mbalimbali. Kisha hata kama unabaki bado, Mungu atakupa baraka zake. Kuna rekodi nyingi kuhusu hili katika Biblia. 2. Simama kama shahidi wa zama za wikendi ya siku 3. Lazima uponye wale ambao ni wagonjwa na upeleke talanta 7 kwa remnant. Wewe lazima ugundue talanta zako baada ya kusoma tofauti kati ya vitabu ambavyo lazima usoma na neno, wahusika maarufu duniani na Kristo, utamaduni na sherehe 3, pamoja na ibada na maombi. Kisha utapata hisia ya utaalamu na pia utaona shamba. Wakati mkuu zaidi uliopewa ni wakati wa ibada, siku ya Bwana. Lazima uweze kuona mikondo 3 kutoka hapa. 3. Inua mnara wa ukumbusho katika kumbi 3. Lazima uache nyayo zako ili vizazi vijavyo vione na kujua. Wale walio na magonjwa na wanaougua shida za kiroho lazima waje kupokea uponyaji. Na remnant wa mataifa 237 na makabila 5,000 lazima waweze kutafuta kimbilio katika kumbi 3. Mungu aliunganisha kila kitu kulingana na mahali ambapo remnant 7 waliishi. Bado hutuma baraka mahali ambapo batizan, safari na miongozo ya Kristo iko imara, na ambapo kumbukumbu ya milele na miongozo imeinuliwa. Ombi la agano. Mungu Baba, nakushukuru kwa kunipa neno litakalotimizwa. Naomba kazi ambazo zinakufurahisha wewe zaidi kutokea leo wakati wa ibada. Katika jina la Yesu Kristo naomba. Amen.